duni. Na siku zote katika fitna hivi ndivyo inavyokuwa. Katika fitna yoyote wanaoiwasha ile fitna ni watu duni thamani. Alghawgha, watu wanaopenda kelele, wanaopenda zegere na fujo, ndio utaona wa kwanza kabisa kuingia katika fitna. Huwezi kumuona kwa mfano kuna maandamano, mtu na heshima zake ametoka kwenye maandamano pelekana mbio, mbeba mawe atupa, achoma magari, hauwezi kuona. Utamuona mvutaji bangi, mlaji marungi, watu wahuni ndio waingia katika mambo ya fitna, ghawgha. Kwa hivyo akakusanya watu hawa, alghawgha minan nas, walladhina yuhibbuna shar, na wale watu ambao wapenda shari, wayuhibbuna alfawdha, na wapenda mambo ya fawdha, kuwe na fujo pale, kusiwe na utulivu. Wala yakhlu zamanun min amthali haula, hawezi mtu kukataa hili. Hakuna zama ambazo hakuna watu aina hii. Katika kila zama wapo. Ikiwa walikuwepo watu kama hawa wakati wa masahaba, leo ndo watakuwepo, wapo. Fannasu law wajadu man yaquduhum ila sharri lajtama'u alayhi illa man rahima Allah. Watu wakipata mtu atakayewaongoza katika shari, watakusanyika wamfuate, illa man rahima Allah, wachache sana. لأنهم يحبون الغوغاء والشغب والتشويش, kwa sababu wengi katika watu wapenda fujo. Au watu dunia wapenda fujo, wapenda mambo ya tashwish katika mujtama, wapenda mambo ya balaa katika mujtama. Wayuhibbuna alkalama fi ulati alumur, na wapenda wazungumzwe vibaya na wataje kwa ubaya ulatu alumur. Hili jambo wao walipenda kwa nyoyo zao, kwa wataje kwa ubaya ulatu al-umur. Wayuhibbuna ifsad al-amri wa tafriq al-kalima, na wapenda kuharibu mambo na kuwafarikisha watu, neno lao lisiwe moja. Yujadu hadha fi an-nas, hili jambo lipo kwa watu, hili jambo lipo. Chunga usije ukawa katika hawa. Katika fitna wewe ndio wachangia katika kuiwasha ile fitna. Fitna ngapi zapita leo hata baina ahli sunnati wal jamaa, watu wenye akili na fahamu zao wakajaribu kunyamazisha watu, lakini wakatoka ghawgha minan nas, watu duni thamani, wasiofikiria awaqib ya mambo, wakawa yale mambo ndio wayazidisha badala ya kunyamaza na kuyawacha. Kuwa watu wataka kusuluhishwa katika lile jambo, ukaona watu ndio wazungumza alghawgha, hao ndio utaona wazungumza. Na ukiwaangalia turthi lahum, wallahi turthi lahum. Mtu hata jina lake mwenyewe hajui kuliandika Kiarabu, lakini atazungumza katika fitna, tena azungumze kwa jina la dini. Na kuna watu hawajui kubainisha baina ya dhamiri ya kike na ya kiume, lakini yeye pia azungumza. Yani mambo ya ajabu sana katika fitna. Tuchunge sana, funga mdomo wako katika fitna, haswa lile jambo likiwa ni baina ya watu wa haki. Usiwe ni sababu ya kuleta furqa katika huu umma. Utabeba mzigo mzito kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uskut wama yadhurruka sukut, yani madhara gani wewe utapata ikiwa utanyamaza? Jambo alikuhusu, kile utawapata watu hayumo yeye. Kwani nini bwana, kila mtu ana haki ya kuzungumza bwana? Ingelikuwa hivyo ingelikuwa balaa basi, watu wasingerudi kwa wanaovioni amthali Sheikh Rabi' wa Sheikh Ubaid al-Jabiri wa ghayruhum min al-ulama. Wangelikuwa watu hawana haja ya kurudi, si kila mtu azungumza tu. Hasa ndio pale yule azungumza fawdha. Wa kathirun min an-nas yuhibbuna al-fawdha, wengi katika watu wapenda hili balaa fawdha, sallallahu alaihi wasallam. Na siku zote katika